Mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa Kipalapala Semla Online TV. Hivi leo tarehe 7 imekuwa ni siku ya hekaheka nyingi mjini Vatican, ambapo mkutano wa kwanza kwa ajili ya uchaguzi wa Baba Mtakatifu umefanyika. Makardinali wameanza na ibada ya misa takatifu majira ya saa 4 kamili asubuhi saa za Ulaya, sawa na saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki na Kati. Juu ya kinachoendelea na mengine mengi, tuungane na mwandishi wetu Nicolaus Pasqua aliyeko katika viwanja vya Vatican. Mfuatiliaji na mtazamaji wa Kipalapala Online TV, tupo nje ya viwanja vya Mtakatifu Peter, viwanja vya Mtakatifu Petro, barabara ambayo inaitwa Via della Conciliazione. Hii ndio barabara kuu ambayo inaingia katika Basilika la Mtakatifu Petro, lakini ndio barabara kuu pia inayoingia kanisa la Mtakatifu Petro. Idadi ya watu ni wengi wanazidi kuongezeka, na wengi wao kutoka kila taifa, wengi wao kutoka kila pande za dunia kuja kushuhudia, lakini kuna nini ambacho kinachoendelea. Wapendwa watazamaji na wafuatiliaji wa Kipalapala Seminari Online TV, tupo moja kwa moja kutoka viwanja hivi vya Mtakatifu Petro hapa katika mji wa Vatikani. Tupo moja kwa moja habarisha juu ya nini ambacho kinachoendelea katika siku hii ya kwanza. Watu ni wengi, na licha ya jua kali hapa Roma, lakini wengi wanaonyesha nyuso za furaha na wengi wanaonyesha nyuso za matumaini. Magari mbalimbali kama ambulance, gari za kubebea wagonjwa, hizi tunaziona ziko standby kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kadiri kilivyopangwa, kuhakikisha kwamba huduma zote zinapatikana. Idadi ya waandishi wa habari pia wengi, vyumba hivi kwa ajili ya huduma za kwanza viko hapa. Idadi ya waandishi wa habari pia ni wengi kutoka vyombo karibu vyote vya ulimwengu. Tunaona pia kuna magari pia ya zimamoto na uokoaji yako hapa. Waandishi wa habari wengine wapo hapa chini na kamera zao, ni wengi hatuwezi kuhesabu. Lakini nipendele kutoa mwito kwa Wakristo wa Katoliki wa Tanzania, kama walivyotuomba baraza la maaskofu na maaskofu wetu, kwamba tusali kwa ajili ya kuombea mchakato huu mzima. Ni muhimu sana kusali kwa ajili ya mchakato huu, kwa sababu kama tunavyojua kabisa kwamba Baba Mtakatifu ndio kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Yeye ni halifa wa Mtakatifu Petro. Nafasi yake katika imani yetu sisi kama Wakatoliki, lakini kwa jamii nzima na kwa dunia nzima, ni muhimu sana. Hivyo ni muhimu zaidi kuendelea kusali kama kanisa lilivyosali nyakati za kipindi cha mitume. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tuendelee kusali kwa bidii na tuendelee kusali, kuendelea kuombea makardinali, kuombea mchakato mzima, kuombea taratibu zote zinazoendelea nje ya makardinali. Kuna watu mbalimbali, makatibu, mapadre na wengine ambao wanaohudumia hawa makardinali, pia wao pia wawe na afya njema na waweze kufanya kazi zao na waweze kulihudumia kanisa la Mungu katika kipindi hiki katika unyenyekevu na katika furaha kubwa. Ni Shemasi Nicolaus Pascal Nkoronko SDS wa shirika la Wasalvatoriani, ambaye ninasoma katika chuo cha kipapa cha Gregoriana hapa Roma. Taungana nanyi baadaye kidogo. Pamoja na hekaheka zote hizi, hitimisho limekuwa ni kuonekana kwa moshi mweusi, kuashiria mchakato wa uchaguzi bado unaendelea. Tutakuwa tayari kukuhabarisha kila kinachoendelea katika chaneli yetu ya Kipalapala Semla Online TV. Usisite kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Umekuwa nami Frateri Cletus Fidelis, Kipalapala.